Leo dunia inaomboleza kifo cha nyota wa Mamelodi Sundowns na timu ya taifa ya Afrika Kusini, Jayden Adams, ambaye amekatisha maisha yake. Taarifa za awali zinadai kwamba amejiua Jayden Adams kutokana na msongo wa mawazo uliotokana, kwa sababu zimetolewa mbalimbali. Wengine wanadai kifo cha bibi yake ambacho kilitokea wiki kadhaa nyuma, kwamba kimemnyong'onyesha kwa kiasi kikubwa. Wengine wanazungumzia msongo wa mawazo na vitu kama hivyo. Lakini Jayden Adams amefariki akiwa na umri wa miaka 25. Watu wanadai amejiua, amejinyonga. Taarifa za awali ana umri wa miaka 25. Bwana mdogo tu, amezaliwa 2001 na game yake ndio ilikuwa imeanza kuchipua pale Afrika Kusini. Ametokea Cape Town, amecheza Stelis kwa maana Stellenbosch kabla ya kusign Mamelodi Sundowns Januari mwaka jana. Ni bwana mdogo ambaye alikuwa anachipua kwenye mpira wa miguu, anachipukia. Na ameenda kwenye World Cup, amecheza mechi 3 zote za makundi, japo hakucheza ile hatua ya mtoano dhidi ya Canada. Ukifuatilia vizuri, ukijaribu connect dots kwa karibu, kwanza itembelee bio ya Jayden Adams ya Instagram. Ukitembelea pale utagundua kwamba jamaa ana mshikaji wake aitwa Ocean Andrews. Ocean Andrews yeye pia ni zao la Academy ya Stelis. Wote wametoka Academy ya Stelis. Ocean Andrews alifariki akiwa na miaka 19. Alifariki mwaka 2023. Ocean Andrews alikuwa rafiki yake wa karibu sana. Jamaa aliuawa baada ya mechi yao dhidi ya Cape Town Pele, ambapo aliuawa kwa kuchomwa visu. Ocean Andrews akiwa na umri wa miaka 19. Naye kesi yake ni kwamba alitoka kuicaptain timu ya vijana Afrika Kusini under 20 kwenye Kosafa, na game yake ilikuwa inachipua kwa kiasi kikubwa sana, na alikuwa mzaji mdogo zaidi wa Stelis, na kama sio ligi kuu Afrika Kusini kufunga goli ndani ya PSL. Huyu Ocean Andrews ndo alikuwa rafiki yake Jayden Adams. Aliuawa a very tragic death kwa kuchomwa visu. Kwa ukiangalia bio ya Jayden Adams ameandika kabisa RIP best friend. Ameitag account ya Ocean Andrews, rafiki yake, ameitag pale. Kwa inaonekana ni mlolongo wa matukio ambayo labda amekuwa akimtokea kwenye maisha yake. Lakini post yake ya mwisho kwenye Insta story ilikuwa ni yeye na mke wake. Yaani mke wake alikuwa ameposti, akachukua ameiliposti kwenye Insta story na kuiwekea makopa, ndio ilikuwa post yake ya mwisho kabisa Jayden Adams. Ukifuatilia pia hata katika World Cup, rejea mechi ya Afrika Kusini na Korea Kusini, hakuwa anashangilia, wenzake wanashangilia, hakuwa anashangilia. Alikuwa tu ametulia pembeni, ametulia. Hata ukitazama alikuwa na nywele, bwana mdogo alikuwa na nywele nyingi nzuri, kama amekata, kama anapala muda mrefu sana, na uwanjani alikuwa aonekani kama ana msongo wa mawazo. Na ndio maana kuna post yake moja anaandika we speak different on the pitch. Yani akiwa uwanjani kuna namna na behave, aliweka kabisa kwenye caption yake. Na pia hata wakati Sundowns wanarudi na ubingwa, jamaa alikuwa anashangilia na wahoji wenzake, hakuonekana ana tatizo akiwa na wenzake. Changamoto inaonekana sasa akiwa mwenyewe, ndio hiyo inasemekana ni msongo wa mawazo ambao ndio umemondoa Jayden Adams akiwa na umri wa miaka 25 tu. Sasa ukifuatilia pia hata unajua Sundowns hata walipokuwa wanatimiza miaka 50 anniversary, miaka 50 ya Mamelodi Sundowns 2020, Mojeka Madisha alifariki pia. Itokea pia tragic death, ajali mbaya ya gari baada ya kutoka kwenye sherehe, kitu kama hicho, na alikuwa amefariki. This year wamechukua ubingwa, na imetokea kwa Jayden Adams kujiua, kwa taarifa za awali zinaripoti hivyo kwa mujibu wa mitandao mbalimbali. Jamaa ameacha mzazi mwenzake, mke na mtoto mmoja wa kike amemwacha. Kwa hiyo ndo taarifa ambayo ipo kutoka Afrika Kusini. Sasa ujumbe wangu ni nini? Na ujumbe mmoja wa kuambia wadau wa mpira hasa Tanzania. Unajua vijana wadogo, miaka 25, hata mimi ni mdogo wangu kiukweli. Miaka 25 ni umri mdogo.
tusiwatazame wachezaji kama robots. Yani tunaangalia wachezaji kama marobot. Unakuta Ladaki, kila mtu anamzomea Ladaki, anazomea anavyoweza. Mtu Edmund John amekosea, unamzomea unavyoweza Edmund John. Unatumia nguvu kumzomea, kumsema unavyoweza, kuandaa vibonzo unavyoweza. Unakuta bwana mdogo labda Nixon Kibabage, unamwekea pressure ya kutosha kina Dennis Nkane, hawa vijana kwenye umri mdogo, akina Abu Twalib Msheri, labda kina Chilambo katika umri mdogo. Tunawatia pressure kubwa sana katika umri mdogo. Unakuta wenyewe pia wanapitia mambo yao ya kifamilia, wanapitia changamoto zao. Sio kila kijana mdogo anaweza kahimili pressure. Sio kijana mdogo anaweza kahandle ukubwa wa maarufu, ukubwa wa kazi yake. Kwa kuna wakati pia tusiwatreat hawa jamaa kama robots. Kuwa na ukomo wa kuwasema, kuwa na kikomo kuwazungumza, kuwa na kikomo kwenye kila kitu. Kwa sababu ni binadamu, umri mdogo, wanapambana kufikia sehemu fulani. Sema kwamba labda imetokea vipi, lakini hapana. Pia tuwatazame wachezaji kama binadamu, sio kama robots, kwamba wao wapo kwa ajili ya kutimiza furaha zetu tu. Tukiamini kwamba hawana huo binadamu wa kuwaza maisha yao, kuna changamoto zao wanafanyaje, wanazipitia. Nafikiri we have to be humble in this way.